Tunaendelea kukalkuleti muda kuelekea katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya mabingwa mara mbili wa michuano hiyo, kwa maana ya RS Berkane almaarufu kama Orange Boys kutoka kule Morocco dhidi ya wana fainali mara mbili wa michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Hapa na maanisha Simba Sports Club almaarufu kama Wekundu wa Msimbazi kutoka Tanzania. Sasa basi, huu ni mchezo ambao ni mchezo wa kwanza, lakini taarifa kubwa, taharuki na maneno mengi yanakuwa yakizungumzwa kuelekea katika fainali ya pili ambayo itachezwa huku Tanzania. Ni mchezo wa fainali ambao umeteka hisia kubwa kutokana na kadhia nyingi ambazo zipo ndani yake, ikiwemo vuta ni kuvute ya masuala mazima ya venue au uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo huo. Lakini mpaka sasa tunasimama na kauli au taarifa kutoka kwa Simba Sports ambayo wamesema wazi kwamba baada ya kumalizika kwa mchezo wa fainali ya kwanza kule Morocco, watakuja kuweka wazi mchezo wa fainali ya pili ya marejeano itachezwa katika uwanja gani. But so far Simba walituambia uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini barua ya CAF inaonyesha uwanja wa Amani kule Zanzibar. Sasa kuelekea katika fainali hii ya pili ya marejeano, tayari shirikisho la soka Afrika kupitia kamati yake inayojihusisha na masuala ya waamuzi wameshapanga muamuzi wa michezo hii ya fainali kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika. Hapa tunaenda kujikita kwenye kombe la shirikisho Afrika. Mwamuzi tayari amepangwa, tunakwenda kuangalia wasifu wa muamuzi huyu, na ni muamuzi ambaye sio mara ya kwanza anakuja Tanzania. Tayari ameshachezesha mechi kadhaa kutoka timu za Tanzania, lakini hii ni mara yake ya 5 kuchezesha timu kutoka Tanzania. Wasifu wake uko vipi na rekodi yake dhidi ya timu za Tanzania ziko vipi? Kimsingi mwamuzi anaitwa Dahane Beida. Yes, mwamuzi huyu anatokea Mauritania, lakini Simba ambao ndo watakuwa wenyeji wa mchezo huo wa pili inatokea Tanzania, na RS Berkane wenyewe wanatokea Morocco. Hawa wote kwa ujumla itifaki imezingatiwa kwa maana ya kanda. Mauritania ni ukanda wa Afrika ya Magharibi, unaitwa WAFU. Tanzania ni ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, unaitwa SEKAFA, na RS Berkane ukanda wa UNAF au Afrika ya Kaskazini. Kwa hiyo ukiangalia hapa kanda zimezingatiwa. Ukienda katika ligi ya mabingwa Afrika, mwamuzi ni Daniel Laria kutoka Ghana. Ghana ni Afrika ya Magharibi, Mamelodi Sundowns ni Afrika ya Kusini yani Kosafa, na Misri wanatokea Pyramids ambako ni ukanda wa UNAF. Kwa hiyo waamuzi wametoka katika kanda tofauti na kanda inayotoa mwakilishi katika mchezo huo wa fainali. Sasa Dahane Beida huyu ni mwamuzi mwenye umri wa miaka 33 kutoka huko Mauritania, lakini kimsingi mbali na swala zima la uamuzi ambalo alianza rasmi kazi hii mwaka 2018, Dahane Beida huyu ana taaluma au ana professional ya geologist au mtaalamu wa masuala ya geolojia, miamba, mtaalamu wa masuala ya miamba. Elimu hii geologist, elimu inaitwa geology, yeye anaitwa geologist, mtaalamu wa masuala ya miamba, na anafanya kazi katika migodi ya taifa la Mauritania. Huyu bwana ni miongoni mwa wafanyakazi wa huko, na elimu hii aliipatia Ufaransa katika chuo kikuu cha Lille 1 kutoka katika jiji la Lille huko Ufaransa. Kwa hiyo hii ndiyo kazi yake nambari 1, ndio kazi yake ya msingi, geologist kwa maana ya mtaalamu wa masuala ya miamba, yani mwajiriwa wa serikali kwa lugha rahisi, kwa sababu anafanya kazi kwenye migodi ya serikali. Alianza rasmi kandanda kwa maana kwa mwamuzi wa kati mwaka 2018, lakini kabla ya kwenda kuangalia rekodi yake dhidi ya timu za Tanzania, ikumbukwe huyu ni miongoni mwa waamuzi ambao wanaunda orodha ya waamuzi 5 kutoka CAF kwenda kuchezesha fainali za ngazi ya klabu za kombe la dunia zinazotarajiwa kufanyika nchini Marekani mwezi wa 6 na mwezi wa 7. Yupo yeye, yupo Jean-Jacques Ngabo Ndala kutoka DRC, yupo Ibrahim Mutaz kutoka Libya, Issa C kutoka Senegal, Mustafa Ghorbal
kutoka Algeria pamoja na Dahane Beida. Kwa hiyo ni mwamuzi mkubwa ambaye CAF wamemwamini katika orodha ya waamuzi watano na kumpeleka katika kwenda kuiwakilisha CAF katika michuano hiyo mikubwa kabisa ya ngazi za klabu. Sasa Dahane Beida, huyu ni mwamuzi ambaye ameshachezesha mechi 4 zinazohusiana na timu za Tanzania na rekodi yake sio nzuri. Twende tukaangalie mechi hizo ni zipi. Mechi ya kwanza ilikuwa ni kombe la shirikisho Afrika kwa maana ya fainali ambayo ilikutanisha USM Alger USMA dhidi ya Yanga. Hii mechi ilikuwa ni ya fainali na Yanga alikuwa anahitaji matokeo ya ushindi wenye faida ili kuweza kuwapeleka kuchukua ubingwa. Ushindi huu, Yanga walishinda hii mechi ambayo ilichezwa kule Algeria, lakini ushindi huu haukutosha kwa Yanga kuvuka kwa maana ya kuchukua ubingwa. Ulikuwa ni ushindi ambao hauna maslahi. Kwa hiyo mission ilifeli kwa Yanga. Lakini mchezo wa pili ulikuwa ni ilikuwa ni AFL, African Football League, hatua ya robo finali kati ya Simba dhidi ya Ahli ya Misri. Mechi hii ilikuwa sare ya mabao 2-2. Ahli mechi ya pili ambayo ilikuwa nyumbani Cairo wakatoshana nguvu kwa sare ya bao 1-1, matokeo ambayo hayakuwapa faida Simba kwa sababu Ahli alishinda magoli 2 akiwa ugenini. Kwa hiyo ilikuwa ni sare ya aggregate ya 3-3, lakini Ahli akiwa ugenini alifunga mabao 2 ikampa advantage na Ahli akaenda, Simba akaishia hapo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mission nyingine ambayo haikufanikiwa. Mwamuzi alikuwa huyu bwana Dahane Beida kutoka Mauritania. Lakini ya tatu ilikuwa ni CAF Champions League msimu uliopita wa 2023-2024. Ilikuwa ni Mamelodi dhidi ya Yanga. Hii mechi ilimalizika kwa suluhu, ilichezwa pale Loftus Versafeld nyumbani kwa Mamelodi Sundowns na ilitoshana nguvu kwa suluhu. Mechi hii kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty, Mamelodi Sundowns walifanikiwa kwenda hatua ya nusu finali. Kwenyewe wakakutana na Miguel Cardoso wakati ule akiwa Esperance de Tunis Ataraj na wakapoteza Mamelodi, hivyo walisha hapo. Lakini katika mchezo huu ulimalizika kwa suluhu na mwamuzi alikuwa ni Dahane Beida. Mechi hii itakumbukwa sana hii kwa sababu Young Africans walipata nafasi ambayo Stefan Aziz Ki alipiga mpira ulioonekana kwamba umeingia wavuni, lakini Dahane Beida alikataa lile bao kwa msaada wa VAR, lakini hakuenda kuangalia katika screen. Ilikuwa ameamua tu kupitia mawasiliano ambayo alikuwa amepewa. Ndio tunarudi pale pale kwenye siasa za mpira wa Afrika, kwa sababu baadaye Dr. Patrice Motsepe, mmiliki wa Mamelodi Sundowns, alikuja kusema lile lilistahili kwa bao. Tuachane na hiyo. Katika huu mchezo mwamuzi Dahane Beida hawezi kusahau kuhusu Tanzania kwenye karia yake ya utangazaji, kwa sababu katika karia yake ya uamuzi, kwa sababu alishambuliwa sana katika mitandao ya kijamii mpaka kafikia tu akaenda kufunga comments zote katika ukurasa wake wa Instagram. Na hiyo ni nguvu ya mashabiki wa Young Africans, pengine wa Tanzania na watu mbalimbali ambao waliumizwa na kile kilichotokea katika huu mchezo. Kwa hiyo ni mchezo ambao ana kumbukumbu nao mbaya kweli. Mechi nyingine ambayo ilikuwa ya 4 ni msimu huu wa Liga ya Mabingwa Afrika kwa maana ya 2024-25. Hatua ya makundi, MC Alger akiwa nyumbani pale Algeria alishinda mabao 2-0 dhidi ya Yanga, na mechi hii mwamuzi wa kati alikuwa Dahane Beida. Kwa hiyo hizi ndio mechi 4 ambazo zinahusisha timu za Tanzania na central referee alikuwa huyu mwamba Dahane Beida katika michezo hii. Kwa hiyo hii ni kumbukumbu mbaya kwa timu za Tanzania. Young Africans wameathirika zaidi mara 3, lakini Simba wamekutana naye mara 1. Ikumbukwe alianza kazi mwaka 2018 ya kuwa central referee. Mbali na hapo, Beida Dahane licha ya rekodi yake mbaya dhidi ya timu za Tanzania ni one of the best referee. Mwamuzi huyu ndiye ambaye alichezesha fainali ya AFCON
mwaka 2024. Hii fainali inaitwa AFCON 2024. Ilikuwa ni Ivory Coast ambao walishinda mabao 2-1 dhidi ya Nigeria. Hii tutaikumbuka vizuri sana. Nigeria, Troste Kong anafunga bao kwa kichwa, lakini Ivory Coast wanasawazisha kupitia Frank Kessie na baadaye Sebastian Haller anakuja kuandika bao la pili. Central referee alikuwa ni Dahane Beida. Hii inakuthibitishia ni mwamuzi mkubwa kwa kiwango gani. Na waamuzi hawa wapo 5 ambao wanakwenda kwenye fainali za kombe la dunia kwa ngazi za klabu. Waamuzi 5 hawa msimu uliopita michuano ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika, kwa haraka na kukumbusha, ambao wanakwenda katika michuano hiyo ni Ngambo Ndala kutoka DRC. Ngambo Ndala alichezesha mchezo wa fainali ya second leg msimu uliopita wa CAF Champions League kati ya Ahli dhidi ya Esperance de Tunis. Huyu kutoka DRC ni mwamuzi wa kwanza. Mwamuzi wa pili ni Mustafa Ghorbal. Huyu anatoka Algeria. Mwenyewe alichezesha mchezo wa fainali ya ligi ya mabingwa Afrika first leg ambayo ilichezwa Tunisia. Mwamuzi mwingine wa tatu ni Issa C kutoka Senegal. Alichezesha kombe la shirikisho Afrika second leg ambayo ilikuwa ni Zamalek dhidi ya RS Berkane iliyochezwa Misri. Lakini nambari 4 Ibrahim Mutaz, yeye alichezesha mchezo wa CAF Super Cup final ambayo ilikuwa ni dabi ya Cairo, Ahli dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo hawa ni waamuzi 4. Mwamuzi wa 5, na hapa Champions League Confederation iko moja. Confederation ya pili mwamuzi aliyechezesha alikuwa Peter Waweru kwa msimu uliopita. Hapa namaanisha Peter Waweru kutoka Kenya. Yeye ndo alichezesha Confederation CAF CC first round. Sasa ukija kuangalia orodha ya waamuzi 5 ambao wamepelekwa katika kuiwakilisha CAF katika michuano ya kombe la dunia, anakosekana tu Kamaku Peter Waweru, lakini hawa 4 wote ambao walichezesha fainali wamekwenda. Dahane Beida yeye alichezesha fainali ya AFCON, kwa hiyo na mwenyewe amewekwa katika orodha ya waamuzi 5 ambao wanakwenda kuchezesha michuano hiyo ya kombe la dunia, yani central referee, waamuzi wa kati. Kwa hiyo so far tunapozungumza scenario ipo hivi mpaka wakati huu.